ulimwengu. Nasi tunakuleta matukio yanayotukuza kila siku katika jamii ya leo. Changamoto na mafanikio huenda sambamba, zikidhihirisha kuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Endelea kuwa nasi ili upate taarifa sahihi na mafunzo yenye kujenga jamii bora. Ni tarehe 27 mwezi wa Machi mwaka wa 2026, siku ya Ijumaa. Msomaji wako leo hii hapa Satellite TV ni Lucy. Katika vidokezo asubuhi ya leo, mtihani wa muhula wa kwanza wakamilika jana. Vifaa vya michezo vyazinduliwa. Mwanafunzi asaulika darasani michezoni. Je, wajua? Msamiati wa siku. Mtihani wa muhula wa kwanza wakamilika jana. Wacha tupate taarifa kamili kutoka kwa Praise Florence. Mtihani wa muhula wa kwanza wakamilika Alhamisi. Mtihani ambao umechukua muda wa siku 4 baada ya kuanza Jumatatu ulikamilika bila makosa yoyote kuripotiwa. Sheria zote za mitihani zilizingatiwa, na hii imepelekea matokeo ya kufurahisha na kufana zaidi. Matokeo ambayo tumeyaona kutoka gredi kadhaa yanaashiria kuwa walimu na wanafunzi wamefanya kazi ya kutia moyo, na hili linawapa tabasamu. Heko kwa wote waliochangia matokeo haya, bila kuwasahau wazazi wetu wapendwa. Nikiripotia Satellite TV makala ya Ijumaa ni Praise Florence. Vifaa vya michezo vyazinduliwa. Wacha tupate taarifa kamili kutoka kwa Wendy Chekai. Vifaa vya michezo vyazinduliwa rasmi wiki kadhaa baada ya mangoja kutoka kwa wanafunzi. Wanafunzi wamefurahia zaidi na kupokea vifaa hivi kwa tabasamu kubwa sana. Vifaa hivi ni pamoja na bembea maarufu, swing, telezo maarufu na slide, na juzi maarufu merry-go-round. Shukrani nyingi kutoka hapa Satellite TV zifikie usimamizi wa Friends School Satellite Academy. The sky is the limit. Nikiripotia hapa uwanjani makala ya Ijumaa, jina langu ni Wendy Chekai. Mwanafunzi asaulika darasani. Wacha tupate taarifa kamili kutoka kwa Maklena Bakoya. Mwanafunzi wa gredi ya 7 asaulika darasani baada ya wenzake kwenda kulala na kumwacha darasani baada ya muda wa kuelekea kwenye bweni kufika. Baada ya dakika 20 hivi katika bweni, iligunduliwa kuwa mwanafunzi yule alibaki akilala upande wa chini wa dawati. Katika rafiki zake walimwarifu mwalimu wa bweni kuwa rafiki yao alikuwa amebaki darasani, na katika tafuta zao alipatikana darasani. Ilikuwa ni vicheko na baadaye usingizi. Nikiripotia Satellite TV makala ya Ijumaa ni Maklena. Wacha tupate michezo kutoka kwa defender namba 5. Katika michezo hii wiki, baada ya kichapo cha Arsenal kutoka kwa Man City, ligi kuu ya England itachukua mapumziko ya wiki 3 kupita mechi za kimataifa. Harambee Stars kucheza na Estonia leo jioni. Mechi zingine kesho ni England, Uruguay, Spain na Serbia. Baada ya mapumziko haya, mechi za ligi kuu ya mabingwa zitarejea tarehe 7 Aprili. Real Madrid wakiandaa Bayern Munich na Sporting wakiwaandaa Arsenal. Hizi na habari zingine za spoti, tembelea mitandao yetu ya kijamii @SatelliteTV, Facebook na YouTube. Ungana nami defender namba 5 Mgongoni Jameson Kamau Ijumaa ijayo. Je, wajua? Wacha tupate taarifa kamili kutoka kwa Lucy Wamboi. Je, wajua kuwa kicheko si tu furaha bali pia ni dawa? Wataalamu wanasema kucheka husaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kuimarisha afya ya moyo. Ndio maana kwa mara nyingi watu wanaocheka sana huonekana wachangamfu zaidi. Kama wahenga walivyosema, kicheko ni dawa.
hata kama si rasmi hospitalini. Hivyo usisahau, kucheka leo ni bure lakini faida zake ni kubwa. Nikiripotia Satellite TV, ni mimi wenu Lucy Wamboi. Wacha tupate msamiati wa siku kutoka kwa Adams Imbiaka. Awali ulipata tafsiri ya vifaa kama vile slide, teleso, merry-go-round, juzu, swing, bembea. Na kwa sasa acha nikuongezee neno lingine, remote, kiteza mbali, keyboard, kicharazio. Kiswahili na kitukuzwe. Makali ya leo yameandaliwa pamoja nami Adams Imbiaka, mzee mwenye busara bila nywele nyeupe. Siku zote the sky is the limit. Na hapa Satellite TV tunakuenzi ewe mtazamaji na msikilizaji wetu. Usikose kuungana nasi Ijumaa ijayo kwa taarifa zaidi na kupitia mitandao ya kijamii Facebook na YouTube at Friends School Satellite Academy.